Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Arumeru, mwenge wa uhuru umefika katika mradi wetu. Umepokea taarifa na umekagua mradi wetu. Mradi wetu ni ujenzi wa vyumba vya madarasa 16 pamoja na matundu ya vyoo 16. Ukitazama upande wangu wa kushoto utaona vyumba vya madarasa vikijengwa kwa ghorofa. Pale havijaisha, kuna ghorofa 3 zitakwenda pale juu. Huyo ndiye Daktari Samia Suluhu Hassan. Kipekee sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha katika shule hii ya Kiutu kujenga madarasa 16 na matundu 16 vyoo ambayo yamejengwa katika ghorofa 3 za kisasa kabisa. Mheshimiwa Mbunge alikuwa anasema hapa kwamba hii ndio shule ya mfano katika wilaya yetu ya Arumeru. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais alifanya tu hapa Arumeru, amefanya katika wilaya zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila pahala unapopita, sisi ambao tunapita kila kona huko, tunajishuhudia jinsi gani Mheshimiwa Rais anaboresha sekta hii. Ndugu viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru taifa, ujenzi wa madarasa 16 na matundu 16 ya vyoo katika shule ya sekondari Kiutu unatekelezwa kwa awamu, ambapo awamu ya kwanza ya ujenzi wa madarasa 4 na matundu 4 ya vyoo ulianza tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2024 na kukamilika tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2026. Awamu ya pili ya ujenzi wa madarasa 4 na matundu 4 ya vyoo ulianza tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026 na mradi huu uko katika hatua za ujenzi wa bomba. Mradi huu unatekelezwa kwa mfumo wa force account. Lengo la mradi, ndugu viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru wa kitaifa, lengo la mradi ni kupunguza msongamano na kuboresha mazingira ya kusomea kwa wanafunzi darasani, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mapokezi ya wanafunzi wa makundirika mawili double core college ya darasa la 6 na darasa la 7 kwa mwaka 2027 watakaoingia kidato cha kwanza kwa mwaka 2028. Halmashauri inatarajia kupokea jumla ya wanafunzi 20,172 ikiwa wavulana 9,666 na wasichana 10,506 watakaohitaji vyumba vya madarasa 405, samani, viti na meza 2,172 na matundu ya vyoo 807. Mkakati wa halmashauri wa kupunguza upungufu huu ni pamoja na ujenzi wa shule 2 mpya za sekondari unaoendelea katika kata za Mlangalini na Kimye na matundu 34 ya vyoo katika shule 10 kupitia mpango wa elimu ya sekondari SEQUIP kwa gharama ya shilingi bilioni 1,202,882,029. Aidha, kwa mwaka 2026/27 halmashauri imetenga kiasi cha shilingi milioni 610,200,000 za mapato ya ndani, ikiwa shilingi milioni 235,200,000 kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo 112 na shilingi milioni 375 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 10 za mradi. Ndugu viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mradi huu katika shule ya sekondari Kiutu hadi utakapokamilika utagharimu kiasi cha shilingi milioni 604,260,000 ambapo hadi sasa jumla ya shilingi milioni 244,260,000 zimetolewa na kutumika, ikiwa shilingi milioni 100 ni fedha kutoka serikali kuu na shilingi milioni 144,260,000 ni fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Shukrani. Ndugu viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kupatia fedha za ujenzi wa mradi huu. Ndugu viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, kwa heshima na taadhima tunakukaribisha utembelee na kuweka jiwe la msingi katika mradi huu. Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Mimi ni mpenzi mkuu wa idara ya elimu sekondari. Mwenge wa uhuru!